Hebu angalia hawa wachungaji wa mifugo, hata wewe unawafahamu. Ni watu wa namna gani? Ni masikini tu, watu wa kawaida, wananuka mikojo ya ng'ombe, wananuka harufu za mbuzi, hata viatu hawana, mshahara yao ni midogo. Hao ndio walikuwa watu wanaojua unabii wa kuja kwa Masihi. Wasomi wa theolojia wa kipindi kile walikuwa wapi? Mafarisayo wanasali sala ndefu kwenye mitaa, hawajui chochote. Makuhani wanatoa kafara najisi hekaluni, hawajui chochote. Wafalme kutokujali kule kule, hawajui chochote. Watu maskini wachache wa kawaida. Ndivyo itakavyokuwa watu wa kawaida wanaoitwa walei. Wanachunguza neno la Mungu na wapo wa kutosha. Na wengine wachungaji mnawafuta ushirika kwenye makanisa kwa sababu wanajifunza unabii. Kosa lao ni nini? Kwa mujibu wa Biblia na roho ya unabii umekosea wapi? Sio fundisho la kanisa, sio fundisho la imani yetu. Sijui nini wamelitangulia kanisa kivipi? Historia inajirudia. Mfumo wa kanisa unageuka kuwa kikwazo cha injili ya Mungu. Kikwazo cha kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele, kuandaa watu kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu, kuandaa watu kwa ajili ya mvua ya masika. Badala yake ni mfumo unaowafanya watu wazubae, walale katika dhambi na usingizi. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Ashukuriwe Mungu kwa zawadi ya uzima na fursa hii tena kuendelea na majifunzo katika mfululizo wa masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo mbele yetu lenye kichwa kinachosema ujio wa Yesu mara ya kwanza. Tunapozungumzia patakatifu na mpango wa ukombozi, hicho ndicho kilichomleta Yesu duniani, na huo ni ujio wake mara ya kwanza. Na baada ya huduma yake hapa duniani, kama tunavyoona, Yesu alipaa mbinguni. Mbinguni anahudumu katika huduma yake patakatifu pa mbinguni, kisha atakuja mara ya pili. Kwa ujio wa Yesu mara ya kwanza, ujio wa Yesu mara ya pili umejikita katika patakatifu, ama unafafanuliwa katika patakatifu na mpango wa ukombozi. Katika somo hili la ujio wa Yesu mara ya kwanza, kabla tujaendelea, basi ninayekuletea somo hili ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa tunahitaji kuomba ili tuendelee chini ya uangalizi wa Mungu. Basi tuombe. Baba mwingi wa rehema, tunakushukuru tena kwa fursa hii ya kuendelea na majifunzo katika mada nyeti, takatifu na muhimu sana kama msingi wa imani yetu na tumaini letu. Tunakubali sasa kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu, chini ya uangalizi wa malaika zako. Uwe nasi tangu kuanza mpaka mwisho. Sifa na utukufu zikurudie wewe, kwa jina la Yesu, amina. Ujio wa Yesu mara ya kwanza. Neno la Mungu katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15, ule mstari wa 45, wa 47, 48 na 49. Utaona mafungu hayo kwenye skrini yako. Neno linasema, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Adam wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo,
mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kwa tunaona hapo kuna Adamu wa kwanza ambaye alianguka dhambini, nasi tukaanguka dhambini kama watoto wa Adamu, ili tuokolewe, ili turudishwe katika uhusiano na Mungu tena, ili turudishwe katika ushirika na Mungu tena, tukubaliwe na Mungu tena. Anahitajika Adamu wa pili, na huyo Adamu wa pili ndiye Yesu. Kwa hiyo katika patakatifu na mpango wa ukombozi tunauona ujio wa Yesu mara ya kwanza, lakini asingeweza kuja na utukufu wake. Hata hivyo, ilipaswa afanane na huyu mwanadamu anayekuja kumwokoa. Ilipaswa Yesu achukue mwili, azaliwe kama mwanadamu. Ndipo sasa katika chati yetu hapa, kwenye bango letu hapa, tunaona Christ divine nature. Ilibidi sasa afiche utukufu wake akiwa Mungu kwa 100%, akachukua ubinadamu, Christ human nature, akachukua binadamu kwa 100%. Ndipo sasa kaja kubatizwa, alafu akaja kufa msalabani mwaka wa 31. Na mwaka huo wa 31 alipopaa mbinguni, akaanza kuhudumu chumba cha kwanza tangu 1844, akiwa anaendelea kuhudumu chumba cha pili. Kwa hiyo patakatifu panatuleta kwenye uelewa wa ujio wa Yesu mara ya kwanza, lakini pia katika uelewa wa ujio wa Yesu mara ya pili. Sasa kabla ya kuangalia ujio wa Yesu mara ya pili, tujifunze kidogo jinsi ilivyokuwa katika ujio wa Yesu mara ya kwanza. Lakini kabla nisome kidogo kitabu kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote. Hiki hapa viko viwili, kuna sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza. Ninakuonesha nembo hapo, unaiona ni UPH. Hiki kinatoka Ufunuo Publishing House. Sina kitabu ambacho si cha Ufunuo. Vyote vinatoka Ufunuo. Sasa katika kitabu hiki sehemu ya kwanza, ukurasa wa 13, kuna maneno haya mazuri na muhimu kabisa. Ukurasa wa 13 ninasoma. Kwa ubinadamu wake, anaelezwa Yesu hapo. Kwa ubinadamu wake, Kristo aliwagusa binadamu. Kwa ili amkaribie mwanadamu, amuokoe mwanadamu, ili amguse mwanadamu, ilipaswa yeye aliye Mungu awe mwanadamu. Ni lazima aje duniani, na huo ndio ujio wake mara ya kwanza. Nabii anaendelea kusema, Kristo kwa uungu wake anakaa katika kiti cha enzi cha Mungu. Kama mwana wa Adam alitupa mfano wa utii, kama mwana wa Mungu anatupa nguvu za kutii. Hivyo ndivyo Yesu ambavyo ilipaswa aje, azaliwe kama mwanadamu, achukue namna ya mtumwa, afanane na sisi. Katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, UPH 2020, sehemu ya kwanza ni sura ya 4 inayosema kwako wewe Mwokozi, ukurasa wa 27. Ukurasa wa 27. Yako maneno haya. Malaika waliushangaa mpango wa utukufu wa ukombozi. Waliangalia ili waone jinsi watu wa Mungu wampokeavyo mwana wake. Ili waone jinsi watu wa Mungu wampokeavyo mwana wake, aliye na hali ya ubinadamu. Malaika walikuja katika nchi ya wateule.
Mataifa mengine yalikuwa yakishughulika na riwaya na ibada za miungu ya uongo. Malaika walikuja katika nchi ambayo utukufu wa Mungu ulikuwa umefunuliwa na ambapo nuru ya unabii iliangaza. Kwa malaika walikwenda pale kwa Waisraeli katika nchi ya Israeli, walikwenda kuangalia hivi kweli wanafahamu ugeni mkubwa ambao unakuja duniani? Wanampokeaje huyu mwana wa Mungu? Kwa mshangao, wajumbe wa mbinguni waliona kuto kujali kwa watu ambao Mungu aliwaita kutangaza duniani nuru ya ukweli mtakatifu. Yaani wale watu waliokabidhiwa mpango wa ukombozi kupitia patakatifu, kupitia hii patakatifu watu wote dunia nzima waangaziwe nuru takatifu waweze kumuona Yesu. Wakashindwa kumuona Yesu na walikuwa wakiendelea kutoa kafara hekaluni, lakini hawakuelewa kwamba vyote vilikuwa vinamwakilisha Yesu. Wakafikia hatua ya kumkataa Yesu. Kilikuwa ni kiwango kikubwa cha upofu kwa namna gani? Unaweza ukalielewa pambano kuu jinsi lilivyo. Jinsi ambavyo shetani ana uwezo wa kudanganya na kupiga upofu na kuwaweka watu kwenye giza lake la kuzimu. Iliwezekaneje Wayahudi wakamkataa Yesu? Na wewe unaweza ukatafakari, ukajihoji, ukafikiri kana kwamba wao, ingekuwa wewe na nafasi yao, wewe usingefanya kama wao. Lakini unasahau ya kwamba wewe Mkristo wa sasa, wewe Mwadventista wa sasa, wewe naye unakabiliwa na pambano kama lile. Na wewe yumkini unakataa ujio wa Yesu mara ya pili. Wao ilikuwa ni kuja kwa Yesu mara ya kwanza, sisi ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Historia itajirudia. Historia itajirudia. Katika kitabu cha Mhubiri, naona hilo fungu katika skrini yako hapo. Kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ya 1 mstari wa 9 na wa 10 imeandikwa, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Hakuna jipya. Kwa hiyo historia lazima ifanye nini? Ijirudie. Sasa naomba ni kusomee kitabu kingine kinachoitwa kitabu cha Pambano Kuu. Kitabu cha Pambano Kuu. Hiki nacho kama unavyokiona, unaona hiyo nembo ya UPH. Sina kitabu ambacho hakitoki Ufunuo Publishing House. Katika kitabu hiki sura ya 19 inayosema nuru gizani, kuna maneno haya. Paragrafu ya kwanza kabisa. Matukio muhimu ya sasa yana ufanani na matukio yaliyofanyika wakati uliopita. Na uzoefu wa kanisa katika zama zilizopita una masomo yenye thamani kubwa kwa ajili ya wakati wetu. Kwa kumbe sisi tunaosubiri ujio wa Yesu mara ya pili, kuna masomo ya muhimu tunaweza kujifunza. Ujio wa Yesu mara ya kwanza ulikuwaje? Kwa nini? Kwa sababu historia itajirudia. Yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Ili usishtuke wala kushangaa unapoyaona hayo yakitendeka, ujue ya kwamba historia inageuka kuwa unabii na huo unabii unatimia. Angalia hii katika kitabu kinachoitwa The Publishing Ministry PM, ukurasa wa 175 paragrafu ya 3. Ellen G. White anasema, unaiona hiyo nukuu katika skrini yako. Ukiona hayo maandishi mekundu, kuna msisitizo hapo.
Tena na tena nimeonyeshwa kwamba uzoefu uliopita wa watu wa Mungu haupaswi kuhesabiwa kuwa ukweli uliokufa. Hatupaswi kuchukulia kumbukumbu ya matukio haya kama tungeichukulia almanaki ya mwaka jana. Maandishi mekundu hayo. Rekodi hiyo inapaswa kuwekwa akilini, kwa maana historia itajirudia yenyewe. Giza la mafumbo ya usiku linapaswa kuangazwa na nuru ya mbinguni. Maneno hayo mekundu. Rekodi hiyo inapaswa kuwekwa akilini. Kwa nini? Kwa maana historia itajirudia yenyewe. Kwa hiyo kilichotokea kwa wana wa Israeli wakati wanamtarajia Yesu kuja mara ya kwanza, ama wakati wa ujio wa Yesu mara ya kwanza, historia hiyo itajirudia yenyewe. Kwa hiyo sisi tunaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, kile kilichotokea kwa wana wa Israeli, ule upofu ambao shetani aliwapiga wana wa Israeli, hata wakashindwa kuelewa patakatifu na mpango wa ukombozi kwamba Yesu ndiye Masihi na ndiye aliyetabiriwa hapa, wakamkataa Yesu. Vivyo hivyo sisi huku tunakabiliana na nguvu ile ile ya uasi, nguvu ile ile ya madanganyo, nguvu ile ile ya uovu, vita ile ile ya shetani, ambayo huku mwisho sasa ataongeza nguvu zaidi kuliko hata ilivyokuwa kule. Katika uhitimishwaji wa pambano kuu, nguvu kubwa zaidi itatumika. Na sisi tunamtarajia Yesu akimaliza katika chumba cha patakatifu aje duniani mara ya pili, baada ya mlango wa rehema kufungwa, kuingia kwenye taabu ambayo haijakuwako tangu limekuwako taifa, mapigo 7 ya mwisho, na hatimaye Yesu kuja duniani mara ya pili. Kwa hiyo na sisi tunaposubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, tunakabiliana na pambano kuu vile vile. Kwa hiyo rekodi ya wana wa Israeli inapaswa kuwekwa akilini, kwa maana historia itajirudia yenyewe. Historia itajirudia yenyewe. Kwa hiyo kuna uzoefu wa ujio wa Yesu mara ya kwanza ambao umebeba masomo muhimu kwa ajili yetu tunaosubiri ujio wa Yesu mara ya pili. Ujio wa Yesu mara ya pili. Sasa tuangalie kidogo wakati wa ujio wa Yesu mara ya kwanza, ambaye tunaona katika chati yetu hapa patakatifu na mpango wa ukombozi. Ilitabiriwa kuja kwa Yesu. Unabii ulieleza kuja kwa Yesu mara ya kwanza, kama vile unabii unavyoeleza habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Ilikuwaje kwa wenzetu? Tusome kidogo hiki kitabu cha Pambano Kuu, hiki mkononi mwangu ndicho ambacho nina kusomea, na hili ni toleo la 2024 UPH, Ufunuo Publishing House. Ni sura ya 17, wajumbe wa asubuhi. Tuanze ukurasa wa 257. Ukurasa wa 257. Nabii anasema hivi: katika muktadha wa siku ile kuu, neno la Mungu katika lugha makini na yenye mguso anawaita watu wake waamke kutoka katika usingizi wao wa kiroho na kutafuta uso wake katika hali ya toba na unyenyekevu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia. Takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Hii ni Yoeli sura ya 2, fungu la kwanza, fungu la 15 mpaka 17, 12 na 13. Kwa habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili, kutakuwa na hali ya ugoigoi na kulala na kubweteka katika uovu kama ilivyokuwa wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Wanaitwa walinzi sasa, wapige kelele kati ya madhabahu na patakatifu, wawakusanye watu, watakase saumu
katika toba na maungamo, watu wamrudie Mungu. Wamrudie Mungu. Tena anasema, pigeni kelele katika mlima wangu mtakatifu, katika taifa langu, katika kanisa langu, kwa Waadventista wa Sabato, ambao ndio Wayahudi wa sasa, ndio Waisraeli wa sasa. Wamekabidhiwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, wauandae ulimwengu kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Kama Wayahudi wa kipindi kile walivyoandaliwa, walivyopewa ujumbe wa kuandaa ulimwengu kwa marejeo ya Yesu mara ya kwanza, hawakutimiza wajibu wao. Hatuna tofauti na wao. Historia itajirudia. Waisraeli wa sasa, Waadventista wa Sabato, tunarudi kule kule katika uzoefu wa Israeli ya zamani. Israeli ya zamani. Nabii anaendelea kusema, kuandaa watu kusimama katika siku ya Mungu, kazi kubwa ya matengenezo inapaswa kufanyika. Kuandaa watu kusimama katika siku ya Mungu, kazi kubwa ya matengenezo inapaswa kufanyika. Matengenezo gani? Matengenezo ya kiroho, matengenezo ya afya, mitindo yetu ya maisha, toba na maungamo. Lazima kipindi hiki kilipaswa kuwa kipindi cha kuliamsha kanisa la Mungu, maana limelala. Mungu aliona kuwa wengi wa watu wanaodai kuwa ni watu wake walikuwa hawajengi kwa ajili ya umilele, na katika rehema yake alikuwa karibu kutuma ujumbe wa onyo kwa kuwaamsha watoke katika hali yao ya kuzubaa na kuwaongoza katika maandalizi ya ujio wa Bwana. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza, na hatutakuwa tofauti na wao. Historia itajirudia. Kuja kwa Yesu mara ya pili, Israeli ya sasa, Waadventista wa Sabato, hali itakuwa ile ile. Maana shetani ni yule yule, anapiga upofu watu wake leo, anawaweka kwenye giza la kuzimu leo, hata wasijue wakati wa kujiliwa kwao. Mungu aliona kuwa wengi wa watu wanaodai kuwa ni watu wake, hao Waadventista wa Sabato, wanadai kuwa ni watu wa Mungu. Wao ni kanisa la kweli la Mungu, watu wateule waliotengwa katika dunia kama wabeba nuru. Walikuwa hawajengi kwa ajili ya umilele. Jiulize wewe, unajenga kwa ajili ya nini? Hivi hiyo nyumba ndogo, Wakenya wanaita mpango wa kando, hiyo nyumba ndogo ulio nayo, unajenga kweli kwa umilele? Huo ufisadi unaofanya serikalini, unajenga kweli kwa umilele wewe? Huo ushirikina huo, unajenga kweli kwa umilele? Unapambania vyeo kanisani, unapiga kampeni, unachafua wengine ili kuwaharibia wengine ili upate nafasi, unaunda makundi. Hivi kweli unajenga kwa umilele? Unajenga kwa umilele? Kijana, hizo picha za pornography unazozitazama, unajenga kwa umilele? Umelewa mipira, burudani, miziki ya kidunia, unatazama movie na tamthilia, unajenga kwa umilele wewe? Hauoni ya kwamba unabii hapa unatimia, na kwamba neno la Mungu ni kweli na amini na ni hakika ya kwamba watu wake walikuwa hawajengi kwa umilele? Sasa Mungu anasemaje? Katika rehema yake alikuwa karibu kutuma ujumbe wa onyo, kuamsha watoke katika hali yao ya kuzubaa na kuwaongoza kwa maandalizi ya ujio wa Bwana. Onyo hili limetolewa katika Ufunuo 14. Anaposema onyo hili limetolewa katika Ufunuo 14, Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7, ujumbe wa malaika wa kwanza. Ufunuo 14 mstari wa 8, ujumbe wa malaika wa pili. Ufunuo 14 mstari wa 9 mpaka 12, ujumbe wa malaika wa tatu. Ili onyo linatakiwa litolewe kwa Wasabato, na Wasabato hao wanapotakaswa na ujumbe huu wapeleke onyo ulimwenguni. Hilo ndilo onyo. Na hiyo ndio unazungumza sasa kwa mujibu wa Ellen Writings 63 paragrafu ya kwanza na ya pili kwenye kitabu cha ujumbe wa awali UPH 2023 ukurasa wa 96, ya kwamba mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300, ndicho hichi ambacho kiko kwenye bango letu hapa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ndio unaitwa ukweli wa sasa.
Huo ndio ulikuwa ukweli unatoka kufundishwa na kuhubiriwa kwa kurudia tena na tena katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Waandaliwe kupeleka onyo hili duniani ili kuandaa njia kwa ajili ya Yesu anayekuja hivi karibuni. Kwa nini hilo halifanyiki? Tunarudia uzoefu wa historia ile ya Wayahudi wa kale. Walimkataa Yesu katika ujio wa Yesu mara ya kwanza, na sisi tunamkana Yesu wazi wazi katika ujio wake mara ya pili. Hapa kuna ujumbe wenye sehemu 3 unaowakilishwa na kutangazwa na malaika wa mbinguni na kufuatiwa kwa haraka na ujio wa mwana wa Adamu kukusanya mavuno ya nchi. Onyo la kwanza miongoni mwa maonyo haya lilitangaza hukumu inayokaribia. Na sasa tunazungumzia hukumu ya walio hai, ya upelelezi kwa walio hai. Nabii alimuona malaika akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7. Ujumbe huu unaelezwa kuwa sehemu ya injili ya milele. Kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ni injili ya milele, na hiyo ndio injili ya Yesu. Ukurasa wa 258, Pambano Kuu, nabii anaendelea kusema, watu waaminifu ambao walitii misukumo ya Roho wa Mungu na mafundisho ya neno lake walipaswa kutangaza onyo hili kwa ulimwengu. Wanaopaswa kutangaza onyo la malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu wana sifa gani? Ili ujipime na mimi nijipime, je, tuna sifa hizo? Watu waaminifu ambao wanatii misukumo ya Roho wa Mungu na mafundisho ya neno lake. Sifa 3 tu. 1 ni waaminifu. 2 wanatii msukumo wa Roho Mtakatifu. 3 wanatii neno lake na mafundisho ya neno lake. Kwa hiyo kama wewe hautii neno la Mungu, unakataa ukweli, unapinga ukweli, unazuia nuru isifunuliwe kwako, nuru ya mbinguni unaikataa, hata nuru ya matengenezo ya afya, haupo kati ya watu wanaoandaliwa kusimama kama waaminifu kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Kama wewe sio mwaminifu kwa Mungu na mwaminifu kwa wanadamu wenzako, wewe haumo miongoni mwao, na hivyo basi hauna sifa ya kutii mvuto wa Roho Mtakatifu. Na hizo sifa wengi wa Waadventista wa Sabato hatunazo hizo sifa. Watu hawa ni wale waliosikia neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo ni taa ing'aayo mahali penye giza. Wafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Petro wa pili 1:19. Walikuwa wakitafuta kumjua Mungu zaidi kuliko hazina zote zilizositirika. Wapo hata miongoni mwa Waadventista wa Sabato waaminifu kweli kweli kwa Mungu, huwatoi kwenye neno la Mungu. Wanatafuta ukweli wa Mungu kama hazina iliyositirika, wakiamini kuwa kumjua Mungu ni bora kuliko biashara na fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi, na Bwana aliwafunulia mambo makuu ya ufalme. Watu hao ndio wanaofunuliwa. Kwa wale Waadventista wa Sabato wanaocheza kwenye dhambi, wanagaagaa kwenye mambo ya ulimwengu huu, mioyo yao imejaa dunia, hawataelewa chochote, hawatajua chochote. Ila wale waaminifu wanaochunguza neno la Mungu kwa makini, wanatii kila mvuto wa Roho Mtakatifu, na wako tayari kulipeleka onyo kwa ulimwengu, wakianza kuwaonya wenzao ndani ya kanisa, hao ndio watakaofunuliwa ukweli. Wengine watu watabaki gizani, hawataelewa chochote, watapitwa na mawakala wa kimbingu, watapitwa. Sio wanatheolojia wasomi ambao walikuwa na ufahamu huu wa ukweli na ambao walijihusisha katika utangazaji wake. Hata utangazaji wa ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, utajikuta wasomi wa kitheolojia wengi hawapo kwenye hilo kundi. Ikiwa watu hao wangekuwa walinzi waaminifu na wenye kukesha, wakiyachunguza maandiko kwa bidii kubwa na maombi mengi, wangeweza kujua wakati wa usiku
Unabii ungeweza kuwafunulia matukio yanayokuja karibuni, lakini wengi wao ndio hao wanaopambania vyeo na madaraka. Na tunaona haya kuwa ni mambo ya kawaida. Sio kawaida, tunatimiza unabii. Hayo tu nayo yangetosha kutuamsha Waadventista kwamba tunakoelekea siko. Tunarudi kwenye historia ya Israeli ya kale. Kama umewahi kwenda kwenye session yoyote, iwe field, iwe conference, iwe union, division ama general conference, angalia pilika za hao wasomi wa theolojia wanavyopiga kampeni na mipango ya kuwekana madarakani na kulipana fadhila, kugawana vyeo. Hayo yote yanakuashiria kwamba hakuna ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili kwa watu hao. Wako gizani, hawana ujumbe ambao ni ukweli wa sasa, haupo. Nafuatilia wapinzani wengi wa ukweli wa sasa. Kama ni mchungaji anapinga, fuatilia, ni mchungaji asiye mwaminifu, ni muasherati, anapenda pesa, anapambania vyeo na madaraka. Wengi wa hao wanapinga ukweli wa sasa. Lakini mchungaji wa kiroho mwenye maombi, anamtafuta Mungu, huyo hawezi akapitwa na mvuto wa Roho Mtakatifu, lazima atafunuliwa. Na wako wachungaji wengi ninaowafahamu hawaupingi ukweli wa sasa, na nikiwatazama ninaona ni wachungaji wa kiroho kabisa. Wapo. Kwa hiyo hoja hapa sio mchungaji anasema nini. Hoja iliyoko hapa, neno la Mungu linasema nini. Kwa hiyo wanatheolojia wengi hata kipindi kile cha kanisa zama za kati walikuwa hao sio miongoni mwa wanaotangaza ujumbe. Kwa nini? Hawakuwa walinzi waaminifu. Nabii anaendelea kusema, lakini hawakufanya hivyo. Nani? Wasomi wa theolojia. Hawakufanya hivyo, na ujumbe ulitolewa na watu walio wa kawaida kabisa. Ujumbe ulitolewa na watu wa kawaida. Ndivyo historia itakavyojirudia huku mwisho. Ujumbe wa onyo utatolewa na watu wa kawaida kabisa. Na usifikiri ya kwamba mpaka awe msomi wa theolojia ndipo ahubiri ukweli wa sasa. Kuna wasomi wako disqualified na Mungu, hawana sifa ya kubeba ujumbe huu, sio walinzi waaminifu. Mioyo yao imejaa dunia, wanapenda vyeo na madaraka. Na hicho ndicho ambacho shetani alikifanya kwa Wayahudi wale, aliwaongoza kupenda vyeo na madaraka. Mioyo yao ikatiwa giza, akawapiga upofu. Hata Yesu aliyofunuliwa katika mpango huu wa patakatifu na mpango wa ukombozi, wakamkataa na hawakuona. Na mpaka Yesu amekufa msalabani, bado wanaenda hekaluni kutoa kafara. Imebaki taratibu za kidini zisizo na uhai wowote. Wameshikilia tu taratibu za kidini. Kwa historia lazima ijirudie. Wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, makuhani na waandishi wa mji mtakatifu ambao walikuwa wamepewa dhamana ya maagizo ya Mungu walipaswa kuzijua dalili za nyakati na kutangaza ujio wa yule aliyekuwa ameahidiwa. Viongozi wa kidini wa Kiyahudi walipaswa kuwa watu wa kwanza kuzijua dalili za nyakati. Wanazijua wapi? Maana zimefunuliwa katika unabii. Maana yake walitakiwa wawe watu ambao wanachunguza unabii kwa maombi mengi, ili waweze kufunuliwa, ili wazijue alama za nyakati, watoke kuwaambia watu. Badala yake shetani akawapa kazi nyingine, wakawa wanapambania vyeo na madaraka. Kwa hiyo hawakuwa na muda tena wa kuchunguza unabii, hawakuelewa chochote. Kwa hiyo wakapitwa na wakawaongoza watu wengi kupotea. Historia itajirudia mpendwa. Historia itajirudia. Mungu alikabidhi unabii huu kwa viongozi wa Kiyahudi. Hawakuwa na udhuru wa kutojua na kutangaza kwa watu kuwa ujio wa Masihi ulikuwa karibu. Yaani viongozi hao walitakiwa ndio watangaze. Lakini wapi? Shetani alikuwa ameshawageuza. Kuto kujua kwao. Kwa nini hawakujua viongozi wa kidini? Kuto kujua kwao kulikuwa matokeo ya dhambi ya kupuuzia. Hivi unafahamu ya kwamba viongozi wengi wa kanisa ni wapuuziaji wa mambo matakatifu?
Waadventista wa Sabato tuna ujumbe wa matengenezo ya afya. Angalia wachungaji wangapi mpaka sasa hawataki kuacha nyama, wanakunywa soda, wanakunywa ma-energy. Wachungaji wangapi wanapinga ujumbe wa matengenezo ya afya. Angalia tu kwenye makambi, wanaohamasisha ununuzi wa nyama ni nani? Kwani nabii akusema kwenye mikutano yetu tusio tunachinja nyama? Ni nani wanaopuuzia? Unafikiri viongozi wa kidini sisi tungesimama imara kuwaelekeza watu kwenye neno, hawa watu nao wangekuwa wanafuata? Viongozi wa kidini pia tunaongoza kuvunja mpaka Sabato. Hebu fikiria mchungaji anaweka anataniana na washiriki wake ambao yeye ni shabiki wa Simba, mshiriki ni shabiki wa Yanga. Simba imemfunga Yanga. Mchungaji anataniana na mshiriki. Kama sio kupuuzia mambo matakatifu ni nini? Katika kipindi hiki cha mwisho, kweli mchungaji bado wewe ni mtazamaji wa mpira? Dhambi ya kupuuzia. Wachungaji walio wengi na viongozi wengi wa kanisa wanapuuzia maombi, wanapuuza kusoma neno, hawana ibada binafsi, hawana muunganiko binafsi na Yesu. Alivyo mchungaji, ndivyo atakavyokuwa na mshiriki hivyo hivyo. Kwa hali ni ile ile. Dhambi ya kupuuzia inatawala kwa viongozi, inatutafuna sisi wa viongozi. Wayahudi walikuwa wakijenga minara ya kumbukumbu kwa ajili ya manabii wa Mungu waliouawa, ili hali kwa kutoa heshima yao kwa watu mashuhuri walikuwa wakitoa heshima kwa watumishi wa Shetani. Wakiwa wamezama katika mapambano na tamaa zao kwa ajili ya vyeo na mamlaka miongoni mwa watu, walishindwa kutambua fadhila waliopewa na Mungu mfalme wa mbinguni. Historia imejirudia. Mbinu ambayo Shetani ilimpa mafanikio ni kuwaongoza viongozi hawa wapende vyeo na madaraka. Kwa hiyo fadhila waliopewa na Mungu wakashindwa kuitumia. Taifa zima likaingizwa kwenye hatia ya kumkataa Yesu na kumwangika msalabani. Sababu nani? Ni viongozi. Historia inajirudia yenyewe. Ujio wa Yesu mara ya kwanza ulivyokuwa utafanana na ujio wa Yesu mara ya pili. Hali waliokuwa nayo Wayahudi wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza ndio hali itakayokuwepo wakati wa Wayahudi hawa wa siku za mwisho wa Adventista wa Sabato wakati wa kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Kazi kwako uwe miongoni mwa kundi lile kama wale wachungaji wa mifugo. Uwe kwenye kundi kama lile la mamajusi wa mashariki. Walichunguza unabii wao wenyewe. Hawakuamini maneno ya viongozi wao. Walikuwa nje ya mvuto wa viongozi wa kidini. Walisoma wenyewe, walichunguza wenyewe, waliomba, na walipofunuliwa walisimama na ukweli huo waliofunuliwa. Hao ndio waliokuwa wanaujua wakati, pamoja na watu wengine wachache sana. Lakini viongozi wa kidini hawakujua chochote. Soma maneno yangu, kitabu hiki kinatoka UPH. Kwa shauku na kicho kikubwa, huo ni ukurasa sasa 259, Pambano Kuu. Kwa shauku na kicho kikubwa, wazee wa Israeli walipaswa kujifunza na kuelewa mahali, wakati na muktadha wa tukio kubwa kuliko matukio yote katika historia ya ulimwengu: ujio wa mwana wa Mungu kutekeleza ukombozi wa mwanadamu. Kutekeleza ukombozi, yani ilikuwa lazima Yesu aje, kama unavyoona kwenye bango letu hapa, aje mara ya kwanza, azaliwe, abatizwe mwaka wa 27, afe msalabani baada ya miaka 3.5 ya huduma yake mwaka 31. Sasa ujio huu wa Yesu, kuzaliwa kwake na kuendelea na huduma yake, vyote vilielezwa kwenye unabii. Hawa wazee hawakupaswa kuwa na udhuru wowote. Walitakiwa wao wajue, maana imefunuliwa, lakini hawakujua maskini. Wakawaongoza watu kumkataa Yesu. Watu wote walipaswa kukesha na kungoja ili wawe miongoni mwa watu wa kwanza kumpokea mkombozi wa ulimwengu. Leo naweza kusema hivi, Waadventista wa Sabato wote, viongozi wote, wachungaji wote, washiriki wote, wainjilisti wote, waimbaji wote, wazee wa makanisa wote, tulipaswa kungoja na kukesha. Unapokesha huko, unakesha kwenye maombi, unakesha kuchunguza unabii ili ujue wakati. Kwa hata tukiwaambia watu kwamba Yesu amekaribia kurudi, katika ujumbe wa miaka 6,000 imebaki miaka 6 au 5.5 tu imebaki,
Wote tulitakiwa tuelewe ya kwamba muda umeisha, lakini kwa nini wengine wanapinga? Ni kwa sababu wako gizani. Unafikiri mtu ambaye anapambania vyeo na madaraka, huyu anaweza akaelewa kweli? Ana muda saa ngapi wa kusoma unabii, wa kuchunguza? Ikiwa wachungaji sisi tunapambania mitaa ya mijini, tunatafuta kujipendekeza ili tuchaguliwe, tupangiwe mitaa ya mijini, tukubali kuwa machawa wa watu wengine. Unajua kuna machawa kwenye kanisa la Mungu, huo msemo uliopo duniani. Yaani mtu anakuwa na timu yake, vijana wake wanaomsaidia ili sasa na yeye anapoendelea kupata nafasi za madaraka awaweke kwenye nafasi fulani fulani. Hivi unafikiri watu hao wanaweza wakaelewa kwamba muda umeisha, Yesu anarudi? Maana mioyo yao imejaa udunia. Wanaupenda ulimwengu kuliko kumpenda Mungu na neno lake. Hawana muda wa kuchunguza unabii. Hii historia lazima ijirudie. Kwa hiyo ujihadhari, unaonitazama na kunisikiliza, unamsikiliza nani? Hoja sio nani anasema nini. Hata mimi nayo nasema haya, ndio maana nakusomea kitabu na kuonesha hiki ni cha UPH, nasoma na ukurasa, andika na wewe ukurasa, nenda kasome kwa maombi, muulize Mungu hiki ndivyo kilivyo, na Mungu atakuonesha. Muda umeisha, Yesu amekaribia kurudi, kanisa limelala usingizi, na sisi viongozi hatuna habari. Ndio kwanza tunapambana madaraka. Hivi unafahamu ya kwamba session ya mwaka 2025 ndio session ya mwisho katika historia ya kanisa la Wasabato? Unafikiri bado kutakuwa na session 2030? Itoke wapi? Tuna miaka chini ya mwaka mmoja na nusu. Sheria ya Jumapili Marekani lazima ipite. Baada ya hapo miaka 3.5, miezi 42 kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu, na wamepewa mataifa. Rehema kwa sababu itakuwa imeshakoma. Na wakati huo sasa Waadventista wameshatoka mijini, wanakimbia vijijini, mashambani. Wewe session nani mtakutana wapi kuchaguana? Unafahamu kwamba ni session ya mwisho? Tupambanie uzima wa milele. Turudi kwenye kusudi la Mungu. Nafasi bado finyu imebaki. Yumkini tutaokoka. Yumkini tutaokoka. Watu wote walipaswa kukesha na kungojea ili wawe miongoni mwa watu wa kwanza kumpokea mkombozi wa ulimwengu. Lakini kumbe katika mji wa Bethlehem, wasafiri wawili waliochoka kutoka katika milima ya Nazareti walitembea urefu wote wa mtaa mwembamba hadi mwisho wa mji upande wa mashariki, wakitafuta bila mafanikio mahali pa kupumzika na kujihifadhi wakati wa usiku. Hakuna milango iliyokuwa tayari kuwapokea. Hatimaye walipata hifadhi katika banda bovu la ng'ombe, na Mwokozi wa ulimwengu alizaliwa humo. Hawakujua viongozi wa kidini. Sasa sikia nabii anachokisema. Ukurasa huo 259, Pambano Kuu. Malaika alitembelea dunia. Yesu amezaliwa kwenye holi la ng'ombe hapo. Malaika alitembelea dunia kuona watu ambao walikuwa wamejiandaa kumpokea Yesu, lakini hakuona viashiria vya maandalizi ya kumpokea. Hakusikia sauti ya sifa na shangwe kwa sababu ya kukaribia kwa ujio wa Masihi. Malaika anasimama kwa muda juu ya mji mteule na hekalu, ambapo uwepo mtakatifu wa Mungu ulikuwa ukidhihirika kwa zama nyingi. Lakini hata hapa kuna kuto kujali kule kule. Makuhani katika majivuno na kiburi walikuwa wakitoa kafara zilizo najisi hekaluni. Makuhani wa leo ni nani? Ni wachungaji. Na sisi tunatoa kafara zilizo najisi. Ndio tunatoa mahubiri yaliyo najisi mimbarani. Mahubiri yasio na ukweli wa sasa. Tunakuwa kama vile tunafanya waigizaji wa tamthilia, tunafanya vichekesho kwenye mimbara. Mchungaji unageuka kuwa mchekeshaji, mhubiri wa injili unageuka kuwa mchekeshaji. Tunarudia historia ile ile. Mafarisayo walikuwa wakiwahutubia watu kwa sauti kubwa au wakiomba sala za kujisifu katika kona za mitaa. Katika ikulu za wafalme, katika mikutano ya wanafalsafa, katika shule za marabi, wote hawakuwa na wazo lolote kuhusu ukweli wa ajabu ambao ulikuwa umejaza mbingu kwa furaha na sifa.
kuwa mkombozi wa wanadamu alikuwa karibu kutokea duniani. Hawakujua chochote, wanaendelea kama ilivyo tu hata sasa. Tumebakiwa na muda mfupi na ishara zinatuonesha kwamba muda umeisha. Marekani imekaribia katika hatua 4 za kinabii za kutangaza sherehe ya Jumapili. Wameshapita hatua ya kwanza, wamepita hatua ya pili, wamepita hatua ya 3, na sasa wameshaianza hatua ya 4. Wewe mchungaji unafahamu hilo? Utalifahamu saa ngapi? Ikiwa bado wewe dunia umejaza moyo wako. Hebu turudi kwenye kusudi la Mungu. Turudi kwenye kusudi la Mungu. Muda umeisha. Hakukuwa na ushahidi wowote. Malaika aliyetembelea mji mtakatifu, nabii anashuhudia kwamba hakukuwa na ushahidi wowote kuwa Kristo alitarajiwa. Na hakukuwa na matayarisho kwa ajili ya mkuu wa uzima. Uone ujio wa Yesu mara ya kwanza, unafikiri utakuwa tofauti na ujio wa Yesu mara ya pili? Kwa mshangao, mjumbe wa mbinguni alikuwa karibu kurudi mbinguni akiwa na taarifa ya kuaibisha, wakati anapogundua kundi la wachungaji ambao walikuwa wakichunga makundi yao ya kondoo usiku na wakiangalia katika mbingu yenye nyota, wakitafakari unabii wa Masihi, oh haleluya, aliyetarajia kuja duniani, na wakitamani ujio wa mkombozi wa ulimwengu. Pale palikuwa na kundi la watu ambao walikuwa wakijiandaa kupokea ujumbe wa mbinguni, na kwa ghafla malaika wa Bwana aliwatokea akitangaza habari njema yenye furaha kubwa. Utukufu wa mbinguni ulifurika pande zote za uwanda. Kundi la malaika wasio na idadi lilifunuliwa, kana kwamba furaha ilikuwa kubwa mno kiasi kwamba isingeweza kufaa kuletwa na mjumbe mmoja kutoka mbinguni. Sauti nyingi zinapasuka na kuwa wimbo ambao mataifa yote ya waliookolewa watauimba. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Luka 2:14. Hebu angalia, hawa wachungaji wa mifugo, hata wewe unawafahamu. Ni watu wa namna gani? Ni masikini tu, watu wa kawaida, wananuka mikojo ya ng'ombe, wananuka harufu za mbuzi, hata viatu hawana, mshahara yao ni midogo. Hao ndio walikuwa watu wanaojua unabii wa kuja kwa Masihi. Wasomi wa theolojia wa kipindi kile walikuwa wapi? Mafarisayo wanasali sala ndefu kwenye mitaa, hawajui chochote. Makuhani wanatoa kafara najisi hekaluni, hawajui chochote. Wafalme kutokujali kule, hawajui chochote. Watu maskini wachache wa kawaida. Ndivyo itakavyokuwa. Watu wa kawaida wanaoitwa walei wanachunguza neno la Mungu, na wapo wa kutosha. Na wengine wachungaji mnawafuta ushirika kwenye makanisa kwa sababu wanajifunza unabii. Kosa lao ni nini? Kwa mujibu wa Biblia na roho ya unabii umekosea wapi? Sio fundisho la kanisa, sio fundisho la imani yetu. Sijui nini wamelitangulia kanisa. Wamelitangulia kanisa kivipi? Historia inajirudia. Mfumo wa kanisa unageuka kuwa kikwazo cha injili ya Mungu. Kikwazo cha kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele, kuandaa watu kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu, kuandaa watu kwa ajili ya mvua ya masika. Badala yake ni mfumo unaowafanya watu wazubae, walale katika dhambi na usingizi. Ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli kipindi hicho. Ukurasa wa 261. Hii UPH Pambano Kuu. Walinzi juu ya kuta za Sayuni walipaswa kuwa watu wa kwanza kudaka habari za kwanza za ujio wa Mwokozi, wa kwanza kuinua sauti zao kutangaza ukaribu wake, wa kwanza kuwaonya watu wajiandae kwa ajili ya ujio wake. Lakini walikuwa wamebweteka, wakiota amani na usalama, wakati walikuwa wamelala usingizi katika dhambi zao. Yesu aliliona kanisa lake kama mtini usiozaa matunda, ukiwa umefunikwa na majani ya kujifanya, lakini bila matunda ya thamani. Kulikuwepo uzingatiaji wa mifumo ya kidini, wakati roho ya unyenyekevu, toba na imani ya kweli, ambayo ndiyo pekee ingekuwa ibada inayokubaliwa kwa Mungu, havikuwepo. Badala ya neema za roho vilionekana kiburi, taratibu za kujirudia za kidini, kujisifu, ubinafsi na ukandamizaji. Kanisa lilokuwa likirudi nyuma lilifumba macho yake lisione dalili za nyakati. Mungu hakuwaacha au kuruhusu watu wake waaminifu washindwe, lakini walimuacha na walijitenga na upendo wake. Kwa kukataa kutii masharti, ahadi za Mungu hazikutimizwa.
Hivyo ndivyo ilivyo hata sasa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Kuna uzingatiaji wa mifumo ya kidini na taratibu za kujirudia zisizo na uhai wowote. Tumekariri tu. Tukienda siku ya Sabato, kutakuwa na ombi la fungu la kukariri, kutakuwa na ombi, kutakuwa na somo la ukuziaji, kutakuwa na somo la utume, kutakuwa na taarifa ya shule ya Sabato, matangazo ya mkuu wa shule ya Sabato. Tukitoka hapo tunajadili lesoni. Lesoni yenyewe tunayojadili sio ukweli wa sasa. Tukitoka hapo matangazo ya wazee wa kanisa. Tukitoka hapo tunahubiri neno. Anayekuja kuhubiri hana ukweli wa sasa. Anahubiri vichekesho. Anahubiri mawazo yake. Unabii haupo. Ujumbe wa patakatifu hakuna. Unabii wa 2300 hakuna. Ujumbe malaika wa kwanza hakuna. Malaika wa pili hakuna. Malaika wa tatu hakuna. Wakijitokeza watu wanaohubiri ujumbe wa sasa, wanafutwa ushirika. Wanatengwa na washirika wanazuiwa wasiwasikilize hao watu. Kwani huwa hamwatoi kwenye magrupu ya WhatsApp? Hamwafuti ushirika? Hivi mnaona hili ni kawaida au tunatimiza unabii? Kuzingatia taratibu za kidini vile vile kama Israeli ya zamani. Kama Israeli ya zamani. Kama Israeli ya zamani. Manuscript release gombo la 13 ukurasa 379 381 imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho UPH 2015 ukurasa 150. Kitabu chake sina hapa, utaiona kwenye screen yako. Zingatia maneno mekundu haya. Watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Swali, watu waliowaheshimu sana Mungu kwenye hii dunia ni nani? Ni Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Wametengwa katika dunia kama wabeba nuru. Kwao limekabidhia onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Swali, je, tunauelewa huo ujumbe? Tunauelewa huo ukweli wa sasa? Tunautangaza huo ukweli? Tutarudia historia ya Israeli ya zamani vile vile. Kwa sisi tunaotakiwa kuandaa watu kwa ujio wa Yesu mara ya pili, ndio Israeli wa siku za mwisho, tunarudia yale yale ya Israeli ya kale. Kwa nini? Shetani ni yule yule. Mbinu alizowafanya viongozi wa kidini kipindi kile ndizo mbinu ambazo anazifanya kwa Wasabato leo. Alishughulika na viongozi, alishughulika na mfumo, akijua kwamba akipiga kwa viongozi atawaongoza wote kumkataa Yesu. Na ndivyo ilivyokuwa, na hata sasa vivyo hivyo. Vivyo hivyo. Vivyo hivyo. Kwa hiyo Yesu alifanyaje? Yesu aliwacha mfumo wa Kiyahudi, akainua watu wachache waaminifu ambao atawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu, wakahubiri ujumbe aliokuwa ameutaka. Sikia hii. Manuscript release gombo la 15 paragrafu ya ukurasa 312 imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho UPH 2015 ukurasa 171 172. Maneno mekundu haya. Atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida, kama wale wachungaji wa mifugo, miongoni mwa watu wa kawaida, ili kuifanya kazi yake. Kwa nini? Mfumo umeshindwa kuifanya. Kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake, kama ule mfumo ungekuwa una faida wa kumsaidia Mungu kazi, asingejitenga na mfumo na kuwachukua hawa mitume na kuwapa mafunzo na kuwajaza Roho Mtakatifu. Angalia namna ambavyo sasa kazi ya Yesu na kazi ya mitume na wanafunzi wake ilivyopata upinzani kutoka kwa mfumo. Ndivyo ilivyo. Yesu alianzisha independent ministry. Huku mwisho pia kutakuwa na independent ministry nyingi. Kuna watu wasiokubali, wasiotaka kunyamazishwa, wasiotaka yani hawataki kuambiwa msihubiri unabii. Wanataka waendelee kuhubiri, maana ndio ujumbe wa Mungu. Wanapokataliwa, wanaanzisha independent ministry. Wanahubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Na wakati mwingine watatengwa. Wengine watafutwa kazi, watafutwa ushirika, na hawatajali chochote, watasonga mbele. Watasonga mbele. Hao watu wanaomtafuta Mungu kwa bidii, hao ndio ambao wanaandaliwa kwa ajili ya onyo la mwisho kwa ulimwengu. Jumapili na karibia kutangaza hivi karibuni Marekani. Chini ya miaka 2 tutashuhudia sheria ya Jumapili Marekani ikipitishwa, na baada ya hapo hao waaminifu hao ndio watajazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Yesu anaachana na mfumo kabisa, complete kabisa. Kazi itashikwa mikononi mwake mwenyewe, atahubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Je, wewe utakuwa miongoni mwao? Je, una sifa za hao? Hizi sifa 3 za hao watu. Ni waaminifu, 1.
wanatii kila mvuto wa Roho Mtakatifu. 2, wanatii neno la Mungu na wanatafuta kwa bidii kweli ya Mungu. Una sifa hizo 3, ninakutia shime. Usimwamini yeyote, simama na imeandikwa. Angalia Pambano Kuu, UPH 2023, sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, ukurasa wa 308. Watu wanyenyekevu, nimepigia mstari neno wanyenyekevu, na waaminifu katika makanisa ndio ambao mara nyingi walikuwa wa kwanza kupokea ujumbe. Na popote pale ambapo watu hawakutawaliwa na mvuto wa viongozi wa makanisa, popote pale ambapo watu waliweza kuchunguza maandiko wenyewe, fundisho la marejeo lilihitaji tu kulinganishwa na maandiko kulipatia mamlaka ya kiungu. Nini maana ya unyenyekevu? Desire of Ages 535 paragrafu ya 3. Mashaka na kutoamini si unyenyekevu. Imani ya dhati katika neno la Kristo ndiyo unyenyekevu wa kweli. Kujisalimisha kwa kweli. Wewe jisalimishe kwa ukweli. Jisalimishe kwa Kristo kwa njia ya kujisalimisha kwenye neno lake. Usijisalimishe kwenye mamlaka ya mchungaji anayekutoa kwenye ukweli. Usijisalimishe kwa mamlaka ya kiongozi anayekutoa kwenye ukweli. Jisalimishe kwenye ukweli. Na ili ujue kwamba ni ukweli, lazima usome vitabu, lazima uwe mwana maombi, lazima uwe na ushirika binafsi na Yesu, lazima uwe na kiu ya kutaka kujua ukweli. Hizo ndizo sifa zitakazo kusaidia usimame katika kipindi cha kuhitimishwa historia ya ulimwengu huu. Katika uhitimishwaji wa Pambano Kuu, Yesu anapoandaa watu waaminifu awajaze mvua ya masika, utakuwa miongoni mwao. Na Mungu atusaidie tusimame kwa zamu yetu, tusiwe chini ya mivuto ya viongozi vipofu kama neno linavyotuambia, bali tuwe chini ya kiongozi mkuu ambaye ni Yesu mwenyewe, tukiongozwa na neno lake mwenyewe. Neno lake mwenyewe. Mungu na atubariki na Mungu akubariki. Tunapoendelea na mfululizo wa masomo ya patakatifu na mpango wa ukombozi, tulikuwa tunaangalia ujio wa Yesu mara ya kwanza. Lazima tuuguse ujio wa Yesu mara ya kwanza. Wakati huo tunachukua uzoefu wa kujifunza pia ujio wa Yesu mara ya pili utakuwaje, maana historia itajirudia. Katika kujirudia yuko katika historia, tukubali kuwa miongoni mwa lile kundi la wale wachungaji wa kondoo ambao wao walichunguza neno la unabii, walijua wakati wa kujiliwa kwao, na walikuwa wakikesha wakiomba kwa ajili ya ujio wa Masihi. Nasi tufanye hivyo, maana historia itajirudia kwa viongozi wa kidini. Neno la Mungu litapotea kwa viongozi wa kidini na hawatajua saa ya kujiliwa kwao. Kwa nini? Shetani anawapiga wapofu, anawaongoza kugombania vyeo na madaraka. Hawatajua wakati wa kujiliwa kwao, hawatajua wakati. Kwa hiyo ni kana kwamba hawana macho, hawaoni, wako gizani. Watatuongozaje hao? Tukubali neno la Mungu peke yake lituongoze. Tuko kwenye kipindi cha kusimama na imeandikwa. Ikiwezekana simama peke yako, hata kama dunia itaanguka. Simama peke yako. Mungu na akubariki kwa jina la Yesu. Amina. Basi tuombe tunapohitimisha. Baba, utukuzwe wewe. Tujaze kwa Roho Mtakatifu. Tufufue, tuamshe kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki.